Na mtazamaji hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Angel Lois. Na Wakenya wanaendelea kuhangaika na gharama ya juu ya maisha inayochochewa na kupanda kwa bei za mafuta, huku serikali na baadhi ya wadau katika sekta matatu wakituhumiwa kutumia hali hiyo kama sehemu ya mazungumzo na mikakati ya kisiasa. Sekta ya uchukuzi wa umma sasa ikionekana kugawanyika katika makundi mawili: wale wanaunga mkono mazungumzo na serikali na wale ambao wanaodai kutengwa katika mchakato wa maamuzi hayo. Sasa KTN imepata taarifa za kuhusu jinsi mgomo huo ulivyopangwa, ulivyoendeshwa na hatimaye kusitishwa ghafla. Haman Kamariki anaripoti zaidi. Kulingana na taarifa kutoka kwa washikadau na viongozi wa sekta ya uchukuzi wa umma, takriban viongozi 16 walikutana Jumapili jioni katika mkutano uliofanyika katika hoteli moja jijini Nairobi. Katika mkutano huo walikubaliana kutangaza rasmi mgomo wa matatu na wahudumu wa sekta hiyo kote nchini kama njia moja ya kushinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta, hususan dizeli, kwa zaidi ya shilingi 46. Kwa mujibu wa waliohudhuria mkutano huo, mpango ulikuwa wahudumu wa matatu kusitisha huduma za usafiri, kuegesha magari yao barabarani na kuziba baadhi ya barabara kuu kama njia ya kuongeza shinikizo kwa serikali. Hata hivyo, wakiwa katika mkutano huo, mambo yalianza kubadilika. With all due respect, we respect each one of us here. Inadaiwa kuwa mara tu baada ya mkutano huo, Kushan Mushiri, afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la sekta ya uchukuzi wa umma na mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wamiliki wa matatu, alipokea simu kutoka kwa mkuu wa miradi maalum ya rais na mtaratibu wa sekta ya ubunifu Dennis Itumbi, akidaiwa kufahamishwa kuhusu mipango ya mgomo huo. Itumbi anadaiwa kumtaka Mushiri kuahirisha mgomo huo hadi mazungumzo rasmi yafanyike na viongozi wa wizara husika. Hata hivyo, viongozi wa matatu pamoja na washikadau wengine walikataa pendekezo hilo, wakisisitiza kuwa bei ya dizeli ilipaswa kupunguzwa kwa angalau shilingi 35. We had agreed not to stop the strike. That was the decision which he had from the word go. So many of us were not happy with the suspension of the strike. Baadaye Jumanne, mkutano mwingine ulifanyika katika jumba la Harambee, ukihusisha viongozi wachache walioteuliwa kutoka upande mmoja wa washikadau. The goodwill that I had, and I met the guy whom I had talked to the previous day, CS Wandai, together with Sakaja and whatever. I was like, wow. So I went and greeted them. And then we sat, and then as I was sitting, they were doing the final remarks, and the meeting had already finished. Taarifa hizo pia zinadai kuwa baadhi ya washikadau waliounga mkono serikali walilipwa zaidi ya shilingi 500,000 kila mmoja ili kusaidia kusitisha mgomo huo na kutuliza hali ya kisiasa na kiuchumi. Pia wanadaiwa kulipiwa tiketi za ndege kuelekea Mombasa kwa mkutano unaotarajiwa kuongozwa na rais. I don't understand the envelope thing, because I didn't see the envelope inside the room. There was no envelope, and I have not seen one. Actually, I'm looking for it. If anyone has that envelope, actually, yes. I don't subscribe to the envelope. Haman Kamariki, KTN.